tuendelee zaidi katika swala letu la familia, somo tutakayojifunza leo ni kuwalinda watoto na kuongoza katika kusudi. Kuwalinda watoto na kuongoza katika kusudi. Kwa hiyo tunapokuwa kama familia, sisi wazazi tunahusika kuwaongoza watoto katika kusudi au kuwalinda watoto katika kusudi. Kwa hiyo unaweza kuandika kuwalinda watoto na kuwaongoza katika kusudi, ambao kusudi tunataja sasa ni kusudi la kimungu, kusudi la kimungu. Kwa hiyo kama hajafikia, kama mtoto hajaenda katika kusudi la kimungu, basi mzazi hukumuongoza. Kama kusudi si la kimungu, anaweza kafanikiwa katika makusudi mengi sana, anaweza kaenda katika njia nyingi sana, lakini tunapozungumzia, tunapojifunza swala la familia, tunajifunza familia ambayo Mungu ni baba wake, Mungu ni mume wao, Mungu ni mfalme wao na ni Mungu wao. Kwa hiyo tunapozungumzia kuongoza watoto sasa katika kusudi, ni ile kusudi la Mungu. Zipo familia nyingi na zina makusudi yao, wanaweza kaendelea na mambo mengine na kujitaja kwamba wamefanikiwa sana kwa tathmini ya kusudi lao wenyewe katika dunia hii. Lakini kwa Mungu tunaposema huyu mtoto amefanikiwa au amefanya vyema katika maisha yake, ni sawasawa na kile ambacho Mungu ameachilia katika maisha yake. Kila mtu hapa kuna kitu Mungu ameachilia katika maisha yako. Kila mtu kuna kitu Mungu ameachilia katika maisha yako. Na wengine hamkuvifikia kwa sababu ya malezi mliopitia. Vitu havikutimia, yani kusudi la Mungu halikufanyika kwa sababu tu malezi mliopitia. Wazazi waliowalea mmeweza kurithi vitu, tabia, mienendo na mitizamo ambayo haikuwafikisha kwenye kusudi la Mungu la kuumba kwenu. Bwana apewe sifa sana. Tutaanza na jinsi Mungu anavyopenda tuwe. Nashukuru sana kwa maombi ya asubuhi. Wale ambao mkuwepo poleni, lakini tumeombea, ila msiendelee hivyo, msizoe, jitahidi muaye. Mwongoza maombi alitufundisha katika kitabu cha Kutoka, na tukaomba sana juu ya roho ya utasa. Nikasema hili swala Roho Mtakatifu kuingilia, kwamba leo anakusudia kweli maombi yawe katika swala la uzao, kulinda uzao. Tulisoma katika kitabu cha Kutoka na tutaanzia hapo hapo. Tutajua makusudi ya Mungu hapa katika maisha yetu na jinsi Mungu anavyokusudia tuwe. Kitabu cha Kutoka sura ile 23 mstari wa 26. Kutoka 23 mstari wa 26. Tunataka kujifunza au tunajifunza juu ya kuwalinda watoto wetu na kuwaongoza katika kusudi lao. Kuwalinda, yani kuna kulinda alafu uongoze. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Bwana apewe sifa sana. Amen. Mungu anaongea na wana wa Israeli wakati anawaahidia kuvuka katika nchi ile aliyowahidia, nchi ya Kanaani. Ukisoma mstari wa juu pale 25, kuanzia 24, anasema usisujudie miungu yao. Kwa Mungu anakutenga, usisujudie miungu yao. Kwa hiyo Mungu anaposema usisujudie miungu yao, miungu ya kina nani? Miungu ya watu wengine. Kwa hiyo kule wanapokwenda watakutana na watu wengine. Watu wana miungu, watu wana miungu yao. Sasa Mungu anachotahadharisha hapa, usisujudie miungu yao. Na uzao Mungu anaozungumzia hapa hautakuwa na utasa, ni uzao ule ambao wanamwabudu Mungu Baba wa mbinguni, yeye mwenyewe anayefanya naye agano. Kwa hiyo hili agano analowaambia, hakutakuwepo na mtu mwenye kuharibu mimba. Anawaambia nyie ambao mimi ni Mungu wenu. Kwa hiyo na ili hili litokee, hakikisheni hamwabudu ile miungu. Sasa agano hili linasimama pamoja na ibada. Agano hili au neno hili linasimama pamoja na ibada, kusujudu
Kusujudu ni kutii. Mfano, Nebukadneza alitengeneza sanamu yake, alafu akawashinikiza watu wote wa Babeli waweze kuisujudia. Na wakati huo kuna watu wataua wana wa Israeli, vijana fulani walikuwa nao ni sehemu ya watu waliotekwa kwenda Babeli. Kwa lazima wawe katika mkondo wa kufanya ibada. Na mfalme akatoa amri, na amri ilikuwa kali sana, kwamba yeyote ambaye hataabudu ataweza kutupwa kwenye tanuru la moto na hakuna atakayeweza kumwokoa. Walikuwepo vijana ambao Wakaldayo au watu wa Babeli waliwaita Meshach, Shadrach na Abednego. Kwa hiyo wao hawakuweza kuisujudia ile sanamu pamoja na amri zote kwamba waisujudie. Kwa hiyo tunaona kumbe tendo la kufanya ibada au kusujudu ni kuweza kuiangukia miungu mingine ambayo sio Mungu muumba wa mbingu na nchi. Sasa moyoni mwao na katika malezi ambao hawa vijana walikuwa wamelelewa, walijua jinsi ya kufanya ibada. Kwa sababu walishajua jinsi ya kufanya ibada, wanapokwenda utumwani wanajua Mungu wa kweli yukoje. Ni vijana wadogo, hatuambii ni wazee, lakini inapokuja swala la ibada wako tayari kufa. Vijana wadogo lakini wako tayari, wasema mfalme, hata kama Mungu wetu hatatuokoa, lakini ujue hakika ya kwamba hatutaiabudu sanamu yako, hatutaisujudia. Hawa watu walijua kabisa kuzaa kwako, walijua kuna sehemu ameambiwa kwamba kuzaa kwao na kuongezeka kwao, kutokuwa na utasa katika maisha yao na vizazi vyao, ni wasisujudie ile miungu mingine. Kwa hiyo kwao swala la kusujudu lilikuwa ni zaidi hata ya upendo. Swala la kusujudia, kumsujudia Mungu, swala la kumheshimu Mungu lilikuwa limevuka mipaka ya amri. Haikuwa tena amri, ilikuwa ni upendo, kwa sababu walifikia kipindi wakajua aina ya ahadi walionayo katika kumwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa aina ya ahadi waliokuwa nayo ndio iliyosababisha wasisujudie miungu ya Babeli. Ahadi waliokuwa nayo, tumaini waliokuwa nayo, na vitu vyema ambavyo Mungu alikuwa anaenda kuwatendea ndio vilivyowafanya wawe na misimamo. Wakati mwingine sisi tunaanguka kumsujudia shetani na kuharibu utu wetu na ahadi zetu, kwa sababu hatujui thamani ya kila ambacho kinakuja kwetu, ambacho Mungu amekusudia kututendea kesho. Ndio nasabia tunaanguka kwenye miungu, na ukishaingia kwenye miungu unafuta ili andiko. Kwa hiyo tusifute maandiko kwa ibada za kishetani. Usifute maandiko kwenye maisha yako. Hili andiko limeandikwa kwenye maisha ya utakatifu, kwenye maisha ya mahusiano tulionayo na Mungu. Kwa hiyo maisha unayoishi yanapigilia muhuri andiko la Mungu kwenye maisha yako litokee au unalifuta. Sasa anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Kwa hiyo kumbe watu tumekusudiwa siku. Sasa kama ulikusudia kuishi miaka 80, nataka nikwambie kabisa hautakutana na ajali barabarani endapo neno hili limepigwa muhuri katika maisha yako. Amina. Kwa sababu Mungu anapokusudia hivi anajua kuna vitu, kuna miti. Usije ukasema labda hawa watu enzi hizo hawakuwa labda wanasafiri na ndege, walikuwa wanasafiri tu na punda. Lakini nataka nikwambie kulikuwa na vita, kulikuwa na magonjwa vile vile. Unaweza ukaliwa na wanyama polini. Maisha walikuwa wanaishi nyakati za polini, kuna wanyama wakali sana. Na ndio maana hata wale wana wa Israeli, wale vijana wa Yakobo waliweza kutunga uongo juu ya Yusufu kwamba ameliwa na wanyama wakali. Na ndio maana Daudi alipokuwa anachunga alikuwa anakutana na dubu na wana simba. Ilikuwa ni maisha ya kawaida. Kwa hiyo uadui wa kuuawa na wanyama wote wanazokutana polini ulikuwa ni mkubwa sana. Kutana na chui, simba ilikuwa inawezekana. Lakini Mungu anasema nitazitimiliza hesabu za siku zako.
Mungu anapoahidi nitatimiza ahadi za siku zako, kama amekuandikia miaka 80 au miaka 100, itatimia. Haijalishi umekutana na nini, huko unaishi kwenye mazingira yapi, kwa sababu anayekupa kuishi ni Mungu. Sasa hii ni agano kwamba kila kitu kiko mikononi mwa Mungu. Yaani kuzaa kwenu au kuharibika kwenu kunategemea Mungu ameamua nini. Yaani kuishi kwako au kutoishi kunategemea Mungu ameamua nini. Lakini wakati hivi vinatokea, hautaona Mungu kwamba huyo ndio Mungu anafanya, lakini ni mazingira yanafanya. Unaweza ukapata ajali, unaweza usipate ajali, lakini ukasema labda uko makini sana barabarani, au ukasema una bahati sana. Sio bahati. Tulijifunza siku moja kwamba kuwa mahali sahihi kwa wakati sahihi ni uwezo wa kimungu, kwamba kuna ajali inaenda kutokea sehemu fulani, lakini wewe utaepushwa, hutafika muda huo. Yamkini hata unaendesha gari yako mahali ambapo nitakiwa ukutane na gari uongane kwenye ajali, hata sekunde moja tu ulikuwa uwahi pale kidogo tu, umeshakwepa ile inatokea, umeshapita. Ni mkono wa Mungu na kubeba. Amina. Mikononi mwa Mungu tuko salama. Amina. Mikononi mwa Mungu tuko salama. Yeye ni ulinzi wetu. Amina. Mabaya hayatatutokea. Amina. Sasa hii ni ahadi anayoiahidi. Ni ahadi anayoiahidi Mungu kwa watu watakaoshikana naye. Sasa tunapoachilia uzao kwamba hautaharibu mimba wala hautakwepa utasa, manake utazaa. Alafu siku zako atazitimiza. Manake hicho utakachokizaa lazima kitimize siku zake. Tunaelewana? Wangapi mmeanza biashara hapo hazikutimiza siku? Kisha kuanzisha biashara imekaa muda mfupi tu bana, niaisha naona iendelee bana, nimefunga. Imetimiza siku hiyo? Haijatimiza. Kitu kikitimiza siku unapiga faida yake, unasema namshukuru Mungu, kuna kitu nimepata hapa. Hiki kitu kimetimiza nini? Siku. Biashara unahesabu hasara afu unafunga. Hiyo haikuwa biashara, haijatimiza hata siku. Hiyo biashara nakwambia ni mimba iliyoharibika. Mimba iliyoharibika ni kitu kilichotungwa, kiko tayari kuonekana, kuleta matunda duniani, lakini hakikuleta, lakini kilifahamika kwamba kipo. Sasa watu wengi vitu vyetu vimekuwa ni mimba, lakini hazikuzaa. Vilikuwa ni mimba, si ndio? Inadhihirika, unapima, unasema huyu ni mtu, na unaambia usiue, ukiitoa umeua, si ndio? Lakini bado haijaleta matunda yanayohitajika. Sasa ni mimba inaharibika. Watu wengi wameingia kwenye mahusiano, nategemea nimeshangilia, nimepata mume, sasa nataka kuolewa, au nimepata mke, nataka kuoa, baada ya muda ikafia njiani. Hiyo ni mimba imeharibika. Ilikuwa inatarajia kuzaa ndoa, haikuzaa ndoa, ni mimba imeharibika. Nashukuru sana ambaye aliongoza kipindi mara ya kwanza, alisema mimba sio mimba ya watu tu, kwamba unazaa watu. Na ndio maana tunasema Mungu ni mume wetu, anaturuhusu sisi kuzaa. Maana yake si kwamba tunazaa tu watu, utazaa mawazo mema, utazaa mawazo ya ubunifu, mawazo ya biashara, mawazo ya kazi, mawazo ya vitu vyenye mwendelezo, ambavyo utaona kwamba tumezaa, tumeongezeka katika hekima, katika maarifa, katika uchumi, katika amani, katika utumishi. Kuna vitu Mungu anaweka ndani yako. Kila kitu unachokianzisha lazima kifike utimilifu wake. Nini umeanzisha kimetimia wewe? Kuna watu kiambia ni huyu kila siku anaanzisha vitu vinaenda vinaishia njiani, vitu vyake vikamilikaji. Una mipango mingi alafu hakuna hata mmoja umefanikiwa. Hivi unajielewa? Kuna kitu umeanzisha alafu akieleweki. Muulize mwenzio, unamsujudia nani? Kwa sababu Mungu tunayemsujudia amesema atatimiza siku zetu. Hii ilitokea kwa kina Meshaki, Shadraka na Abednego, si ndio? Walitupwa katika tanuru la moto. Tanuru linaua, ujue. Danieli alitupwa kwenye tundu la simba. Simba wanaua, ujue. Lakini walibaki hai. Kwa nini? Hili neno lilisimama. Aina ya ibada wanaofanya inawalinda. Sasa wengi hatujui ibada ni nini. Ibada sio tu kwenda kanisani, kwamba labda naenda kwa mganga kuvaa ilizi, nimekuja hapa. Ni muundo wako wa maisha, ni ibada. Kitu unachozungumza, kitu unachonia moyoni ni ibada. Kitu unachotenda kila siku ukiwa peke yako au ukiwa na watu ni ibada.
kwa sababu hivyo ndivyo ambao ukija hapa kwenye ibada unamshukuru Mungu au unatubu, kwa sababu vilikuwa ibada. Ulifanya ibada, ulimtumikia Shetani. Yesu akawaambia wana wa Israeli katika ile njia ya Yohana sura ya 8, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa sababu kazi zake ndizo mnazozitenda. Hakusema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi kwa kuwa huwa mnaenda kwa waganga wa kienyeji. Kazi manake muundo, ushirika wa kila siku, ushirika wa maneno yako, ushirika wa mahali unapokuwa, ushirika wa vitu unavyotaka, ushirika wa nia ya moyo wako. Unaamua ibada unaofanya, unamsujudu nani katika wakati gani? Wakati mwingine tunashurutishwa kutoa matusi kwa sababu hali imetubana. Nataka nikwambie, Daniel, Shadrach na Abednego walibanwa kwenye tanuru la moto, wakasema utambue kwamba hata Mungu hatatuokoa, tuko tayari hii mili iangamie, lakini hatutakusujudia. Hawa watu lazima watoe uzao. Amina. Ulishaikataa dhambi kiasi cha kutoa damu yako. Ulishaikataa dhambi kiasi hata cha kutoa damu yako, cha kusema sitaitenda hii kwa sababu ni ibada. Ulishafikia hapo? Hili andiko linakuhitaji kwamba usiposujudu unahidiwa kuzaa, kuongezeka. Amina. Hakuna utasa. Amina. Na siku za kile unachokianzisha zinatimia. Amina. Hauwezi kuanzisha kazi ukaishia njiani. Hauwezi kusoma ukaishia njiani. Yaani umesoma, umepata degree, umepata kila kitu, alafu hakuna hata kimoja unachoifanyia hiyo kazi uliyosomea. Yaani ukijipima ni kwa nini nilienda shule unaanza kujilaumu. Nataka nikwambie, huo ni nini? Ni mimba zinazoharibika. Sawa? Ni mimba inaharibika. Kwa sababu umebeba mimba, umetembea nalo mimba mimba unatembea nayo, sio tembea nalo. Umetembea na hiyo mimba yako, umetembea nayo inakusumbua, umetema mate, umefanyaje? Si mimba mnajua inavyosumbua kina mama. Hata wanaume tunajua, tunaonaga. Wengine wanakuwa kali kweli. Fundishwa na mwalimu mmoja hivi shuleni primary. Afu huyo mama akabeba mimba siku ya kipindi chake. Mtakoma. Akiulizwa tu swali, umechelewa kunyosha mkono, hadi fimbo. Ukikosea fimbo. Yaani siku mnatoka, kila mtu akitoka anayetoka hajachapwa, tunampa hongera. Kwa sababu mama ana nini? Ana mimba. Sasa alafu hiyo mimba haitimizi siku zake. Unaweza kuona watu wamechapwa, wamekasirika, wamehangaika, alafu mimba imeharibika. Hivi ni afadhali tasa, afadhali mimba kuharibika? Afadhali tasa, si ndio? Afadhali kisiwepo. Hivi mnajua maana ya kusafishwa, si ndio? Kusafishwa, mimba inatoka afu unaenda kusafishwa. Inaharibika alafu unasafishwa. Kwa hiyo Mungu anapozungumzia kwamba mimba haitaharibika, yaani unaanzisha kitu, unafanya mipango yako, unaweka mtaji wako, unaweka muda wako, unaweka bidii, kuna vitu lijinyima, alafu umewekeza kitu sehemu fulani, nguvu. Kama ni elimu, weka nguvu, muda, mateso, alafu unafikia mwingi hauoni matunda. Hizo ni mimba zinazoharibika. Sasa hizo Mungu amesema watoto wetu hazitaharibika. Tumezaa watoto. Mimi natamani sasa hivi tunapoomba maombi ya familia, ukianza kumwombea mtoto huyu, yaani ukaanza kufanya naye agano na Mungu kuanzia sasa mpaka anakuwa mkubwa huyu. Yaani mpaka anakuwa mkubwa, anafikia mkubwa, anaanza maisha yake, yaani maisha yabadilisha. Sasa tusisubiri jitu limeshaota ndevu ndio Mungu mkumbuke mwanangu, ulikuwa wapi siku nyingine? Ulikuwa wapi? Tunapofanya maombi haya saa hizi tuko serious. Ni siri na hapa, anza kumwombea mtoto wako hichi unachotaka awe. Maombi ya mtoto wako asije akazaa mapooza, asiharibu mimba, asiwe tasa, yanaanza sasa. Wazazi wetu wa kutuombea, tumepata nguvu kubwa sasa, tuko hapa tunajiombea, tunaombea watoto wetu na wazazi wetu tena tunawaombea. Amina. Lakini hawa watoto wataendelea kuombea vizazi vyao, maana sisi tutakuwa tumeshajitakasa. Sio tu upo tu, umeokoka halafu upo tu. Wokovu unakusaidia nini? Wokovu ni vita. Sema ni vita. Vita yetu si ya damu na nyama, ni dhidi ya falme na mamlaka. Kuna watu wamesimama dhidi ya hatima yako. Kuna watu wamesimama, si watu, ni miungu.
Sema miungu. Mara nyingi unaona watu, lakini hao watu ni miungu imewavaa, alafu wanafanya kinyume na wewe. Sasa usipoombea uzao wako, hii miungu ndani ya watu itakutana na maisha ya watoto wako. Kwa hiyo Mungu anatuahidi, Mungu mwenyewe ameahidi kukamilika kwa uzao wetu. Bwana apewe sifa sana. Nataka tuone mahusiano, watu walio na mahusiano mazuri na Mungu walivyoweza kulilinda kusudi la mtu ambaye Mungu alikuwa ameweka kusudi lake ndani yake na likatimia, kwa sababu wazazi walimfahamu Mungu. Ukimfahamu Mungu, hakika mtoto ambaye Mungu anakupa, watoto ambao Mungu anakupa watafikia kusudi lake. Hakuna mtu anazaliwa bila kusudi. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 mpaka 15. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Wazazi wanaomjua Mungu, wazazi, kumbuka napozungumzia familia, nazungumzia familia iungane. Uzuri wa familia, baba na mama wanaomjua Mungu. Kila mtoto mtakayemzaa Mungu atafunulia. Mimi nimeona kuna maneno Mungu atusemesha juu ya watoto wetu. Nani atakuwa nani, huyu mtafanya hivi. Kuna wengine anawaambia huyu wa kwangu. Na tunajua wala tujawaambia, lakini tunawalea katika njia hizo. Kwa sababu Mungu amesema na sisi, huyu namhitaji. Huyu ni wa kwangu. Kwa hiyo hata wewe kuna kitu utaona kwa mtoto wako, ukikiona hakikisha kinasimama. Bwana apewe sifa sana. Amen. Mungu ameweka kusudi kwa mwanao. Amina. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 mpaka 15. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Akakaa huko hata alipokufa Herode, ilitimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Bwana apewe sifa sana. Hii ni habari ya Yesu. Yesu tunamfahamu kwamba alizaliwa kwa kusudi kubwa sana. Lakini angalia sasa watu waliokabidhiwa nao, Yosefu na Bikira Maria, wanavyohusika kuhakikisha kwamba kusudi la Mungu linatimia katika maisha yake. Wakati anazaliwa kuna wanaopinga. Herode anatambua kwamba kuna mtoto amezaliwa na ana uwezo na ana mamlaka ya kifalme, na Herode ni mfalme. Watu walioanza kuhangaika kwanza ni maadui, ila watu ambao walikusudiwa kwao hawakuhangaika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Hebu mguse leo jirani yako fulani, angalia. Endelea kumgusa hivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unaweza kaona Yesu wakati amezaliwa, watu wa kwanza kutambua kusudi lake tofauti na wazazi wake ni watu ambao walikuwa upande wa adui. Mamajusi, watu ambao wanasoma nyota, ndio waliotambua yupo aliyezaliwa mfalme, tumeona nyota yake, tumekuja kumsujudia. Hawa waligundua mamlaka hii, hakuna jinsi tunapambana nayo, hii tutapiga magoti mbele yake. Wakaenda kumsujudia, wakaenda wameandaa zawadi, walizitambua mkuu, waliambia huyu aliyeumba mbingu na nchi kaja duniani kupitia tumbo la mama huyu, na katika mwili huu tunauona, na nyota yake tumeiona, uwezo wake tumeweza kutambua. Wasoma nyota waliona nyota yake. Sasa ni vitu vyako vingapi vinasomwa unapozaliwa? Kuna watu wanajua maisha yako kuliko wewe. Kuna watu wanajua hatima zako kuliko wewe, na wanakudanganya. Wakati mwingine wanakuingiza katika kuabudu miungu na ukapoteza huku kutimilizwa kwa kusudi, kutimilizwa kwa siku zako, kwa sababu haulijui. Mamajusi wakaenda, Herode naye akapata taarifa
naye alikuwa mkuu, ni mfalme. Huyu alikuwa mkuu, mfalme wa falme, Bwana wa bwana, ni Mungu muumba mbingu na nchi. Katika mamlaka ya ulimwengu wa roho, wale wengine wa ulimwengu wa roho walimtambua, lakini katika ufalme pia Herode alitambua kwamba kuna mfalme, mtoto ambaye anakuja anataka kuchukua nafasi yangu. Kwa katika kila kusudi ambalo Mungu ameweka katika maisha yako na maisha ya mtoto wako, kuna mamlaka nyingine inaidai. Yaani kuna mapinduzi unafanya. Ndio maana tukikuombea sasa hivi kuna vibibi vinadai mnatunyang'anya sisi tuende wapi? Kwa sababu ni ufalme mwingine unanufaika kwa wewe kwa hivyo ulivyo. Kwa tunaposema mtoto wako amezaliwa, ile mamlaka ya giza na yenyewe inataka vitu kwake. Inatambua kuna kitu amebeba. Kwa wanaanza vita na yeye kutaka kumharibu. Aidha atampa tabia mbaya, au atampa magonjwa, au ataweka kila aina ya ulemavu. Yamkini ni wa kiakili, wa mtizamo au wa maamuzi. Na akashindwa kutambua amebeba kusudi gani katika maisha yake. Yesu hapa anawindwa. Kumbuka sasa ni mdogo, anataka kuuawa. Wenye uwezo sasa wa kuutoa huu mwili ili usiuawe. Kumbuka asingeua roho wala asingeua nafsi. Lakini Yesu alihitaji mwili hapa duniani. Sasa wazazi wake Bikira Maria na Yosefu wanachokimbiza ni mwili. Kwa sababu wakati wa mwili huu lazima ukue ili Mungu aweze kuutumia. Wangeweza kuua mwili lakini wasingeweza kumuua Yesu mwenyewe, kwa sababu bado ni roho iliyokuja ndani ya tumbo la Bikira Maria ikachukua mwili. Kwa hiyo kilichokuwa kinalindwa ni mwili. Kwa hiyo unaona anaambiwa mpeleke Misri mpaka Herode atakapokufa. Kuna vitu lazima viangamizwe kwenye njia ambazo mtoto wako anatakiwa kupita. Amina. Lakini lazima usimame na Mungu. Kuna vitu lazima vitoweke, kuna miungu lazima itoweke. Kuna majini lazima yaachie njia ambayo mtoto wako anataka kupita. Lazima yaondoke, na kuna hali inatakiwa nayo kwanza. Sasa huyu ni mdogo, lazima atoke mahali alipo. Anahamishwa kutoka kule alikozaliwa Bethlehem, anapelekwa Misri, na mpaka Herode alipokufa ndipo anarudi tena. Sasa wewe mtoto wako unamkuza na nani? Unamkuza na tabia gani? Ndipo hapo unakuta umezaa mtoto, umempeleka, analelewa na nani hata hujui. Anacheza na watoto gani hujui. Anayemlea anamwambia tabia gani, mambo gani hujui. Lakini huyo mtoto unataka aje awe na kusudi la Mungu. Anaambiwa nini sasa hivi hujui. Huyu mtoto sasa mpaka anakuja kukua na kuwa mkubwa, Roho wa Mungu anataka kutumia nafsi yake. Hii nafsi imejazwa vitu vingapi vya uongo? Imejazwa vitu vingapi vya uongo? Leo hii wazazi unakuta umepeleka mtoto wako, unamwona mtoto mwema, lakini unakuja shangaa mtoto ni msagaji. Amepata wapi tabia ya usagaji? Haujui hata wewe. Na hata ukiambiwa wakati mwingine unamtetea. Lakini hukumhamisha kutoka mahali pa kuharibu kusudi lake mapema. Amen. Haukuhamisha mawazo yake mapema. Haukuhamisha mwili wake mapema. Kuna maneno gani unamwambia mtoto wako? Kuna mahali gani mtoto wako anashinda? Anaongea na nani na anaambiwa nini? Na kuna tabia anajifunza. Na kuna misimamo anakuwa nayo. Nilishaikuambia mara nyingi sana hapa kwamba mimi wakati nimekuwa kuna misimamo nilikuwa nayo. Kwamba lazima mtu afanye kitu fulani kwa sababu familia yangu nilikuwa naona jinsi wanavyofanya. Tulikuwa na utaratibu wa kula, tuna utaratibu wa kusalimia. Kiamka asubuhi, kitu cha kwanza unamtafuta babu alipo. Ukisalimia ndio unaendelea na shughuli nyingine. Hata ukiamka saa 8 usiku unafungia ng'ombe kwenda kulima, kitu cha kwanza unamsalimia nani? Baba. Haiwezekani ukaamka alafu hujamsalimia mkubwa alafu umeenda. Eti unarudi kama saa 3 ndio mnakutana. Shikamoo baba. Anaambia ulitokea wapi? Ulilala nje ya mji? Hapana. Kwa hiyo ulitoka nyumbani ukaenda huko kunisalimia. Ni nini? Hicho kitu kinajengeka nini? Ni kitu anapana. Kuna watu wengine tulikuwa naona anaamka asubuhi anaenda kuzurura. Yaani kuna mtu mwingine nilikuwa naona kina baba, mimi kwa mtoto mdogo wanalingana na kina baba. Wakati baba akiwa kwa hatujahama kwa babu bado. Kwa tukienda nakuta kwenye vikao labda ng'ombe ametoka, watu miji mnakaa karibu, labda ng'ombe ametoka mna kumisha na kukuta kameanza kama kijiwe, watu mnaongea hapa. Unashangaa mtu na babake wanakuja kusalimiana kwenye kijiwe saa 2. Wanakuja kusalimiana wapi? Kijiwe. Mtu anamwambia babake, baba shikamoo. Wote wametoka mji mmoja. Saa 2 ndio wanasalimiana pale. Sasa watu walikuwa wanashangaa. Sisi kwetu saa 1 jua halijachomoza walishamsalimia babu na baba wote. Haujasalimia hapo manake umelala mpaka saa ngapi? Saa 1. Kilichokuwa kinafundishwa ni nini? Hautakiwi kuwa mzembe.
Lakini ulale mapema, uwahi kuamka, uendelee na shughuli. Umelala mpaka saa 2. Kwa nini mtoto wa kiume analala mpaka saa hizi? Utajibu maswali mengi sana, nikianza utachezea viboko. Kwa nini? Kwa hiyo lazima uamke, na ukiamka ni salamu. Kwa hiyo hata hawa watakiwa salimiane nyumbani kabla ya mitaani. Sasa kuna wazazi wengine hapa mnasalimiana na watoto wenu mitaani. Wengine hawasalimiani sasa. Wengine hata msalimiane. Mgongana, tunaomba chai. Mtoto na mama chai tayari. Hajajua. Bwana apewe sifa sana. Huo ni mfano tu nimetoa. Lakini kuna wengine tunawafundisha tabia mbaya. Mama mliko hapa kila siku mnaangalia tu muziki. Kila siku. Mfungua channel za muziki, channel za taarabu, na wewe mwenyewe unaimba, unarusha kidole juu, unajizungusha, mtoto anakuangalia. Unakakuta katoto sasa na kienyewe kanavyoachilia vitu na shangaa kamejifunza wapi? Kwa wazazi. Lakini na wewe unataka aje kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yake. Lakini sasa hivi anafanya nini? Anasujudia miungu mtoto. Kwa sababu kwa maneno anayofanya, matamka, vitendo anavyofanya, anasujudia miungu. Unamuongozaje, unamlindaje huyu mtoto? Inabidi umhamishe kwenye hivyo vitu. Mhamishe kwenye channel za vitu vibaya. Mhamishe. Sasa hivi vitu vimeingia sasa hata kwenye TV. Watu wanaangalia ushoga, aina vitu vingi vya kishenzi wanaangalia kwenye TV. Unamlindaje? Huyu mtoto nataka ategemee kesho aje asimame akatae kwamba ushoga, ahubiri madhabahuni kwamba ushoga sio sahihi. Si sahihi, si rahisi, kwa sababu itakuwa imeshajengeka. Haujamkimbiza. Herode alishamuua. Herode wa sasa ni mazingira ambayo mtoto wako yupo, vitu anavyoviona kila siku, mazingira anayokuwa kila siku. Kwa mtoto usipomhamisha kwenye hayo mazingira, usipokuwa makini kwenye mazingira, kuhamisha fikra zake, mitazamo yake kutoka kwenye hivyo vitu, baada ya muda huyo mtoto hata neno likija ni gumu kulipokea. Kwa unakuta alishaua. Herode alishaingia, ameshaua. Kwa kusudi la uzima, kusudi la baraka, la kuongezeka, la kutimia kwa nyakati, halitimii. Mungu hatembei na upumbavu. Kama mtoto kaharibika, hana kusudi la Mungu, hana maisha ya Mungu, hana ibada ya Mungu tena, hata wewe kama ulikuwa unaomba na kulia, Mungu anaangalia, anaona hapana, hakuna kitu ambacho nakiona kwa mtoto wako. Ni kwa nini? Kuna maisha ulioishi yameathiri mtoto wako. Unamlindaje mtoto wako? Mtoto wako anajifunza nini kwako? Kuna baadhi ya mama mnaambia maneno makali sana watoto wenu juu ya baba zao. Wengine wanaambia baba yako alishakufa. Huyu mtoto anakuwa akijua mimi ni yatima, ana uchungu wa kiyatima, wakati baba yuko hai. Unamwekea maumivu. Akiona watoto wengine wanasalimiwa na baba zao, anasema mimi naye babangu angekuepo, natamani ningekuwa na mimi baba hata anisalimie. Mafarakano yako wewe na baba yako yasimwathiri mtoto. Hakikisheni mtoto anamjua baba, baba anamjua mtoto, mama anamjua mtoto, mtoto anamjua mama. Alafu tofauti zenu mweke pembeni, zisiathiri mtoto. Amen. Hiyo ni ibada kwako. Amina. Haukuzaa kwa faida yako, umezaa kwa ajili ya Mungu. Amen. Na hiyo ni injili. Kama huwezi kumhubiria mtoto wako, utamhubiria mtoto gani? Kama huwezi kumhubiria mtoto wako, huwezi kumtengenezea mazingira mtoto wako ili awe na maisha mazuri. Haujui ni moyo, ni jinsi gani unavyoumiza moyo wa mwanao kwa kumtenga na mama au kwa kumtenga na babake. Kwa mjaza maneno, wazazi mkorofishana kila saa, mkikaa kila mtu anataka aonekane ni mwema. Akikana mtoto anamjaza baba ni mbaya, akikutana na baba anamjaza mama ni mbaya. Huyu mtoto anakuja kukasirika sana juu ya wazazi. Anaweza kaamua akiwa mkubwa akaishi, akajitenga na asipigie simu mtu hata mmoja, kwa sababu mmesha mwathiri kiasi cha kutosha. Watoto wanapenda baba na mama wakiwa pamoja. Hebu hamisha mtoto wako kutoka kwenye huzuni. Hamisha kutoka kwa Herode wa huzuni, Herode wa uchungu, Herode wa kukata tamaa kwa sababu ya maisha unaishi wewe. Usipeleke maumivu yako kwa mtoto, utadaiwa. Wewe umesimama mlangoni hukuingia, alafu namzuia na mtoto yule mzaa naye asiingie. Kwa lazima mzazi lazima hakikishe tunalinda watoto wanafikia kusudi. Kama mtoto aliumbwa awe mtumishi wa Mungu,
basi kwa hekima mlee. Kama aliumbwa awe daktari, hakikisha unahusika kwenye maisha yake, asije akakata tamaa akawa mvuta bangi, akawa mitaani kibaka, kwa sababu ya mahusiano yako wewe na yeye, kwa sababu hukumlinda. Mtoe kwenye uherode, mtoe kwenye uherode. Aidha unampenda babake au humpendi, au unampenda mamake au humpendi, lazima huyu mtoto umpe haki yake. Naongea na wewe uliyeokoka. Amina. Naongea na wewe uliyeokoka. Amen. Lazima tunaanza injili hapo. Injili sio kuhubiri tu hapa Yesu anakupenda, onyesha upendo wa tabia yako. Maisha yako yanamfundisha mtoto kuliko hata kuhubiriwa huku juu. Maneno namwambia mtoto sasa, aidha unamdekeza au unamwadhibu kupita kiasi. Maana kuna wazazi wengine ni wakali kupita kiasi. Yaani kila siku lazima mtoto apigwe na sufuria. Rudi chini huko. Linampa mimi mwiko. Yaani kuna vitu vingine hata vimevunjika, wanasema ingelipata hii mimi. Nipela. Yaani kila saa, yaani akiona tu amekosea. Mpaka mnafanya watoto wanakuwa waongo. Hata kama mfanya kitu atajitahidi kujilinda, mama sijafanya au baba mimi sijafanya, kwa sababu akisema tu hakuna ya kushauriwa kwamba mwanangu ulifanya hiki, sasa usio nafanya 1 2 3 kinasababisha pelekea hapa, ili aanze kujifunza. Anaanza kujitengenezea magamba. Wewe katoto katakuwa kabishi. Kwa sababu kanajua kukosea ni hukumu kali. Kwa katajilinda kwamba kaonekane kana haki hata kama kamekosa. Sio mimi. Nani sio mimi? Kumbe unaulizwa ili uweze kushauriwa. Yaani huyu mtu hata siku akiwa hata ameenda kazini. Kuna watu wanatoka kazini akiwaambia tu kazini kwamba hiki hapa umekosea. Hiki bana ulikosea, ukarekebishe. Yaani moyo wake unashuka, anataka kila siku ambiwe umefanya vizuri, umefanya vizuri. Lakini akiwaambiwa hapa kazi hii hapa uliifanya haikuwa nzuri, naenda karekebisha. Haifanyi kama ni sehemu ya kujifunza. Anachukua ni sehemu ya hukumu. Kwa sababu yeye anaona nini? Anakumbuka visifuria na miko aliolelewa nayo. Na mwiko mwanasumi. Kama mingi. Sijataja jina lako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa hiyo tunahusika. Unaweza kuona jinsi tunavyohusika kumuongoza mtoto kwenye hatima yake. Watu wangapi sasa hivi hawataki kuolewa kwa sababu ya baba na mama? Ndio. Wangapi hawataki kuolewa? Wengi tu. Sasa hivi unakuta na vizazi vingi, mabinti wengi sasa hivi na vijana wengi wa miaka 20 kitu mpaka chini ya 40 hivi, wengi hawataki kuolewa. Kwa nini? Maisha ya baba zao na mama zao na kaka zao. Walioko miaka 40 kitu, ukiongea nao anambia, bana mwanamke hamna kitu." Mwanamke anasema mwanaume ni mbwa. Mwanaume anasema mwanamke naye hafai kitu. Kwa hiyo ndio mazungumzo wanaofanya hawa watu. Kwa nini? Ndio tunasema hawa watu kosa walilofanya mara ya kwanza, Mungu wa mbinguni hakuwa mume wao. Lakini kama angesimama na neno la Isaya 54:5, kwa kuwa Mungu muumba wako ni mume wako, angeondoa miungu inayowatawala ya kufarakanisha. Na ongeza kulinda. Kwa ili uweze kulinda, uweze kupokea maagizo ya Mungu kama Yosefu na Maria walivyopokea, lazima uwe na muungano na Mungu. Amen. Unaona Yosefu anakuwa baba bora, anamlinda mtoto na anamlinda na nani? Na mama. Anawachukua, anaenda nao. Amen. Wewe unachukuliwa na nani? Wewe baba unataka kumchukua nani? Uko wapi? Wakati mkeo anamwabudu Mungu, wewe uko wapi? Wewe mama uko wapi? Wakati mumeo anamwabudu Mungu, wewe uko wapi? Kama hamko na Mungu mmoja pamoja ni changamoto, lakini baraka ambazo Mungu ameziachia kwenye maisha yetu ni mume na mke. Mkinia pamoja, Mungu atazungumza nanyi. Amen. Kuna kitu Mungu ataachilia kwa ajili ya watoto wenu. Na atawaambia umoja wenu una nguvu mkiondoa binafsi. Na Mungu atasema mambo makuu. Na ndani ya hayo mtapata amani. Mtapata amani. Amina. Asikudanganye mtu, hakuna mtu anayependa kuona mtoto wake anateseka. Hata huyo unayemwona kwamba umpendi sasa kwa sababu anafanana na babake aliyekuacha. Baada ya muda ukisikia na lenyewe limekuwa level linaanguka kwenye mitaro. Hata kama linafanana na huyo mume aliyekuacha, bado utadililia. Sasa chuki ya baba inafikaje kwa mtoto jamani?
Lakini siku akiwa na maisha mazuri, amepata kazi nzuri au na biashara nzuri, ana maisha mazuri, anakuja kwako, anakubeba na Land Cruiser, hata kama anafanana na babako, hata ule mwanya wake utaanza kumsifia, unafanana na babako, hata tabia ni kama za babako, kwa sababu kaja na vitu. Kwa sababu sasa unaona ni kama babake analipiza kununua, kuleta vitu ambavyo labda ulikosa. Lakini nakwambia, anza sasa kumlea mwanao. Amina. Acha kupeleka machungu kwa mtoto. Mfundishe, mlinde. Acha kusudi la Mungu lifanye kazi kwenye maisha yake. Amina. Watoto wengi wamezaliwa, wazazi wakawaacha, lakini wamekuwa watoto wazuri na wenye hatima nzuri sana. Wale waliokuwa na uwezo wa kusimama kujipambania wenyewe, lakini wengine wanakutana nao wamekata tamaa sana. Wengine wamekuwa wakatili, wengine wamekuwa malaya sana, wengine wamekuwa wavuta bangi sana, wengine wamekuwa na chuki, yani wengine wamejikatia tamani, wanajiona hawafai. Kwa sababu gani? Baba, kama baba hukumpenda, mama hukumpenda, hata jirani amfanyeje, hawezi kupokea upendo. Ibada na muunganiko wa mtu kuja hapa duniani unaanza kwa baba na mama. Mkitelekeza watoto mtadaiwa. Wewe jifanye umeokoka, unaomba sana. Angalia kwanza mtoto wako unamfundisha nini? Kwa matendo yako, kwa tabia zako unamfundisha nini? Nini unaambukiza kwake? Moyo wake unaumia au unaujenga? Hakuna moyo ulioumia unaweza kupokea amani ya Kristo. Moyo ulioumia unatamani mauti. Moyo wenye amani unatamani uzima wa Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa wewe unahusika kujenga moyo wa mwanao. Herode asiuangamize. Amen. Na shetani anajua alichobeba mwanao. Wengine anaanza kuwavuruga hata tangia tumboni. Kako tu tumboni, mlikuwa mnafanya starehe zenu, akanako kamekujaje? Si nikatoe. Kama ulikusudia kumuua mwanao, anza kumtamkia sasa, mwanangu nakupenda. Na uombe msamaha. Ndio. Akiwa mdogo, akiwa mkubwa. Naomba upatanisho wako mimi na wewe. Nafuta kila neno ulikuwa unatamka juu yake, kwa sababu uliona kama amekuja kwa kukustua. Maana kuna uzao wengine unakuja kwa majira ambayo sio sahihi. Lakini nataka nikwambie, hata kama mtoto amekuja kwa majira ambayo sio sahihi, kwa kuwa sasa umeungana na Mungu, muunganisho wa mtoto na Mungu. Amina. Na hakuna hasara. Mungu anaweza kutumia mtu yeyote kwa muda wote. Kama Mungu aliweza kumtumia nani? Rahabu, akaunganika kwenye uzao wa nani? Wa Daudi. Rahabu alikuwa kahaba, lakini alihusika kumzaa Daudi. Mtoto wako unaomchukia anaweza kufanya chochote, ni mwanadamu. Mungu aliyekusudia awepo anaweza kufanya kitu. Ulitenda dhambi wewe, hajatenda yeye. Mungu anaweza kumbariki. Nimeona watoto wengi wamezaliwa hivyo na wamekuwa watumishi wakubwa sana. Sana. Kwa hiyo usihusike kuvunja moyo wa mwanao. Amen. Haleluya. Amen. Uwe mzazi kwa sehemu ya kujenga moyo wa mwanao. Mwambie maneno mazuri, mwambie maneno mazuri ya babake. Nataka nikwambie, hakuna mtoto hata mmoja anayependa kusikia mabaya ya mzazi wake hata mmoja. Hata mimi wakati nakuwa, kuna kipindi baba alikuwa anafanya kazi, anatoka kijijini, baadaye naenda nakaa na baba, ni baba yuko mjini, mama kijijini, baadaye tukaa wote. Lakini kila saa nilikuwa nikimuulizia mama, hivi baba yuko wapi? Nilikuwa napenda niulize, natamani anielezee mambo mazuri ya nani? Ya baba. Sikuwahi kusikia ananiambia jambo lolote baya la nani? La baba. Angeniambia jambo baya la baba, ningeumia. Angelamika, baba yenu ananitesa sana. Yaani hapa ngeza kumbe baba ni mbaya namna hiyo. Kwa baba hata akija hapo mtoto anakaa, baba anamtesa sana mama. Ni neno dogo umezungumza, lakini limeharibu moyo wa mtoto. Ndio. Ulinde moyo wako kile unachozungumza kwa watoto. Amen. Hawa wana maisha yao wanaotaka kuishi. Maisha yako wewe na mume wako yaachana nayo. Sawa? Maisha ya Rebeka na Isaka hayamuhusu Yakobo na wake zake. Swala la kuoa kwa Yakobo, anaenda kuoa huko, hakuhusika kabisa na nani? Na Isaka na mama yake. Wao acha kama walikosea kuona ni juu yao, lakini linda sasa hatua ya hawa watoto. Amina. Linda watoto. Tuwalinda watoto kwa maneno, kwa mafundisho, kwa malezi. Tuhusike katika maisha ya watoto wetu. Tuwe na muda wa watoto wetu, tuwe na muda na ibada ya watoto wetu, lakini si kwa ukali, ingaji na ukali nao inatakiwa wepo, sio uliopitiliza. Kwa upendo. Bwana apewe sifa sana. Amen. Kuna mtu mwingine ambaye waliweza kuwajua watoto wao. Hawa walikuwa wawili, walitofautiana kutambua.
lakini kusudi la Mungu lilisimama. Na kusudi la Mungu lilisimama kwa sababu huyu aliyetambua, wote walikuwa na Mungu, lakini huyu mmoja akatambua kwa ukusa na kusudi la Mungu likatimia. Tusome katika kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari wa 21 mpaka 28. Jinsi walivyoweza kuwatambua watoto. Hawa ni Rebeka na Isaka. Kuna jinsi kila mmoja alimtambua mtoto. Kila mmoja alikuwa na mtoto wake. Lakini kusudi la Mungu lilitimia. Mwanzo 25 mstari wa 21 mpaka mstari wa 28. Mwanzo 25 nazungumzia mambo ya familia. Ukiwa tayari kuzaa, hakikisha pamoja na dunia hii, hakikisha familia yako ina Mungu. Baba uwe na Mungu, mama uwe na Mungu, watoto wawe na Mungu, alafu msikie kusudi la Mungu. Amina. Bwana apewe sifa sana. Amina. Hiyo tunasema familia hii sasa imebarikiwa. Mwanzo 25 mstari wa 21 mpaka 28. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Kwa unaona utasa unaweza kuuombea, si ndio? Kuna vitu, kuna watu hamjai kuanzisha hata biashara. Unajua nao ni utasa. Ndio. Yaani mtangio uzaliwe mpaka sasa hujai kuuza hata karanga. Hebu mwambie Mungu, nakemea utasa. Naomba nipate. Hebu nizae biashara basi. Upo tu. Jamani, hata karanga huwezi kuuza. Unajua huo ni utasa eh? Huo ni utasa wa akili na mawazo. Ndio. Mungu hapana. Hebu kataa utasa. Lazima ujitathmini. Watu wengine wanafanya biashara, hawezi kufanya biashara. Yaani kuna mtu mwingine hata hajawahi kuingiza hela mfukoni hela yako mwenyewe mpaka hapo sasa hivi. Wengine mna miaka hata mpaka 25, 30. Mimi nakumbuka nikiwa katoto kadogo na miaka 8 tunafanya biashara ya miwa. Tunaenda kijiji jirani, tunaenda tunalala huko, tunabeba miwa tunaleta. Napata faida senti 20, senti 50 au shilingi 1. Wakati huo debe la chakula linauzwa shilingi 5. Kwa nikienda tu mara 5 na shilingi 5 nampa mama. Mama nitunzie kuna shangamisha mwa debe la unga. Mbona mama nipe hela yangu? Si ninunua chakula. Sasa mama nunua chakula cha mbona ulikula? Hapana, mbona sifani kununulia nguo. Lakini ilikuwa ni jinsi fulani ya kunifundisha nini? Kuzaa, si ndio? Kunitoa kwenye roho ya utasa. Kwa mpaka nimekuwa mkubwa nikiona hapana. Mimi baba aliacha kununulia nguo nilipofikisha tu miaka 12. Sikuwahi tena kumuomba baba nguo hata mama. Nilikuwa nafuga kuku, nafanya biashara za mafuta, na naomba mafuta sehemu fulani napeleka vijijini huko ambapo hawana mafuta, nauza. Kila siku ni biashara yangu, miwa, biashara ya mafuta, biashara za mbuzi, mpaka nilipoenda shule nikarudi, ndipo niliacha biashara. Sasa mtu huko sasa hivi kijana yupo kabisa. Mpo mnalaumu tu serikali. Mnaita tu mama zenu mama wakubwa. Mama mkubwa kivipi? Wewe ndio mama mdogo. Mama mkubwa wewe una chakula. Bi mkubwa, naita bi mkubwa. Sasa bi mkubwa wewe ndio bi mdogo. Yaani kijana kabisa unarudi na huyu. Mimi nilikuwa nikienda kutembea hata usiku. Nikirudi, nikikuta mama ameshapika na amelala, simwamshi. Kwa kama unataka kwa wahi kula, kwa sababu inakujenga. Kama unataka oa. Vinginevyo huko unaenda kuzurura, tafuta chakula ule. Wanaweza pesa sana. Inakuondolea mawazo ya nini? Ya utasa. Hiyo ndio kumfanya mtoto afikie kwenye hatima yake. Sasa tunamolea mtoto. Hivi vitoto siku hizi tunaolea vinafuatwa na magari. Vinapelekwa na magari. Mpaka vinakuwa vikubwa. Chuo unaona unamlipia hostel, unamlipia kila kitu. Akishamaliza chuo kikuu anakuja kudai baba, sasa nimemaliza shule sasa. Fanyeje? Sisi baba alikusomesha akamwambia bana uko mjini, sasa nimalishamaliza kukusomesha. Vipi sasa? Lini unaanza kunitumia hela? Ndio. Una kazi au una kazi utajijua mwenyewe. Mimi nimekusomesha, lini unaanza kunitumia hela? Ndio. Na kwetu sisi baba yetu anaacha. Kama alikuwa anamtunza mama yako, alikuwa ana tabia moja. Anaacha kumtunza mama yako. Kwamba nimekusomesha kijana, sasa una kijana. Kwa mimi nilipoanza kazi, namtunza mama yangu na wadogo zangu. Alafu natunza na familia yangu. Mama kiomba lazima una kijana. Mimi naangalia watu wengine wadogo ambao bado vijana wao ni wadogo. Wewe niisha nyumba yako niisha maliza. Wewe kama ukilala njaa ni jukumu lako. Sasa una sehemu ya kukaa. Hapo utasa ukai sehemu. Utakaa wapi?
Nilimaliza shule. Chuoni namaliza, sijaanza kazi. Na beba baiskeli naenda Tandika. Nachukua mchele na maharage kwa baiskeli na kuja kuuza hapa Kigamboni. Utasa unakaje? Sikutaka utasa, nilitaka kuzaa. Kuna mtu anazaa tu ama lazima ukutane na mwanaume. Na mwanaume nitakutana naye ni biashara. Ndio. Ili nizae na nilikuwa na Mungu. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo si akili yako unaangalia nini nifanye. Mimi nilikuwa niko tayari hata kama nikwenda kuparua samaki feri, kama kuna hela wanaparua napata na parua. Yeye kina mama mnapoenda kuzaa, wao mnachaguaga daktari. Hapana. Ukitaka kuzaa kwenye uzazi hakuna aibu. Hakuna aibu ndio. Ili upate mimba uondoe aibu. Na ili mtoto atoke tumboni uondoe aibu. Wanaenda kwa daktari Maigo. Daktari Maigo nataka nizae lakini nakuonea aibu vangu zako. Watoto watafia tumboni na wewe mwenyewe utakufa. Paka ujifunue. Sema paka ujifunue. Paka ujifunue. Sasa wewe jifunike hivyo. Mwambie mzee unataka kuzaa? Unataka kuzaa. Jifunue. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Maana yake katika mipango ya kuzaa usidharau kitu unachotaka kukifanya, kwa sababu kinakupa uzao wewe mwenyewe kwa faida yako, si kwa faida anayekuona. Tunaelewana Si kwa uzai kwa faida ya daktari, unazaa kwa faida yako. Ukiona aibu, anayekufa ni wewe na unapoteza mtoto ni wewe, si anayekuona. Kwa chochote ambacho kinakupa hela, fanya hicho kitu. Acha kiburi. Sawa? Acha majivuno. Kwa roho ya utasa nifanyaje? Inaondoka. Unafikia kijana miaka hata mpaka 20. Hujaikuza hata karanga. Kuna vijana fulani kuna sali nao kwenye jumuiya fulani. Watoto wadogo tu. Sana kwenye nyumba yake miaka 15. Kimemaliza tu darasa la 7. Naona mkono wake. Kutana nayo feri, kimepanga tu vitu kinauza. Kinatuza familia yake. Lakini sasa hivi nakutana naye. Ana duka kubwa sasa hivi. Alianza kufanyaje? Amezaa. Mungu ametimiza nini? Siku za nini? Za uzao wake. Kwa biashara yake imekuwa. Kuna kitu ameanzisha. Hakutakuwepo na tasa wala mwenye kuharibu mimba. Maana yake tutaanzisha vitu vitakomaa. Sasa hivi vitu lazima tuambie nini? Watoto wetu. Watoto wako unawaambia nini? Kila siku nakaa na watoto wako unailaumu serikali. Serikali? Unaumu wajomba. Yaani ndugu zangu wabaya kweli. Yaani mimi niko hivi kwa sababu hakunisaidia. Mungu ndiye anayekusaidia, sio mtu. Anza kitu, Mungu akizalisha. Amina. Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Hebu panda kitu kwa watoto wako. Ndio. Panda kitu kwa nani? Watoto wako. Hivi ulishakulima? Ulishakulima? Sitataja jina, wewe unaicheka wewe. Ulishakulima? Unageuka nyuma. Ulishakulima? Bado. Ulishakulima? Bado. Sawa, ulishakulima? Bado. Ulishakufuga? Hata kuku? Ulishawahi? Kuku ishaikufuga? Sara, unageuka nyuma. Ulishakufuga kuku? Unaweza kushika kuku? Juzi usiku naogopa kuku. Sasa mtoto wangu huyu, kuna kuku alikuwa ameletwa hapa ili achinjwe. Mwambie shika huyu kuku, mpe baraka achinje. Aliogopa kushika kuku. Sasa tujiuliza, sasa huyu mtoto huyu unamjengea banda, unampa banda hili hapa fuga kuku, hatafuga? Hafugi. Sasa unaweza ukaona huyu sasa hatima yake tunaiandaje? Ndio, ni ngumu. Tuna watoto ambao hata hawezi kushika kuku. Sisi zamani tulikuwa tunafukuza kuku. Mgeni akija, mnakimbia naye, mnaenda mnakata naye kona kuku, mnafukuza mpaka naenda na kasa sehemu amejima, mnachukua yeye. Mnaleta. Ibidi tumia ukali ili. Sasa watoto sasa hivi hata mwambie shika kuku huyo, mwambie fukuze kuku hapa. Ufanye mazoezi, lete kuku hapa, mwambie mtoto. Hata sasa hivi watoto wengi walioko hapa. Mwambie fukuzeni kuku hapa. Uone kama watamleta. Hata wa kiume. Ebeneza ameanza kufukuza kuku hapa akiwa mkubwa. Tena anafukuza anaenda huku mpaka unaona anaona kama unamtesa. Mpaka anatumia ukali. Sasa usipomleta atakutandika wewe. Ndiye analeta kuku. Ng'ombe. Sasa hawa ndio watoto ambao tunawalea. Yaani huyu tunamsomesha, akishamaliza chuo kikuu atakuja tu akwambie baba nimemaliza. Hawezi akaona kuku, hawezi akaona shamba, hawezi akaona chochote. Kuna mayai ya kuuza.
yeye hawezi akaendesha baisikeli, hawezi akabeba mayai akazunguka nayo akauza. Lakini sisi tumekuwa tunabeba miwa kutoka kijiji hadi kijiji, na huko kesho yake tunakuja tunapata kiu njiani. Yaani takia asubuhi saa 11 mmetembea, mnafika nyumbani saa 10. Mnakula miwa mpaka meno haya mnasikia nani anauma. Lakini kumbe tulikuwa tunafanyaje? Tulikuwa tunafundishwa jinsi ya kuzaa. Bwana apewe sifa sana. Na ndio maana ukiona kizazi chetu hiki watu wako tayari kufanya kazi yote. Mtu anaweza kainuka hapa akaenda hata polini akakaa akafika msitu akakaa huko na akaishi. Mtoto sasa mwambie. Naona watoto wengine hata wanafutiwa kazi na baba zao, anakuja kazini, anafanya kazi, akigombezwa kidogo, baba pale hii kazi mimi sifanyi. Anabaki nyumbani anashika remote na badilisha channel. Na baba anaambia kweli kaa. Sababu hela ipo. Tunaharibu nini? Hatima za nini? Za watoto. Lakini Yesu alitolewa. Hebu mtoe mtoto wako kwenye fikra za ujinga. Toe, mhamishe. Herode asije akamua. Hebu tuangalie wazazi ambao walijitambua, tukao tujasoma ile andiko. Mwanzo 21, 25, 21 mpaka 28. Mwanzo 25. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa hemani. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Bwana apewe sifa sana. Angalia mstari wa 28. Hawa wazazi wana watoto wawili, si ndio? Kila mtu kampenda mwenzie kwa sababu kampenda mmoja kwa sababu zake. Isaka akampenda nani? Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake. Kama tulivyoona alikuwa ni mwindaji Esau. Na Rebeka akampenda Yakobo. Sasa Rebeka hapendi mawindo, kwani mawindo alikuwa anakuja, alikuwa anakula nani? Isaka peke yake. Lazima Rebeka naye alikuwa anakula. Lakini kwa nini alimpenda Yakobo? Lile neno la nani? La Mungu. Wakati anamuuliza Bwana kwamba ni kwa nini anasikia tumbo kuna mahangaiko akiwa na mimba, yafaa nini kuisha? Anamwambia Bwana, akamwambia kuna mataifa mawili tangia tumboni mwako, na mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa hiyo wakati amewazaa akagundua habari iko huku kwa Yakobo, ndio kuna mama anajua make siri hii aliambiwa yeye, akwambia nani? Isaka. Sasa Isaka anatembea na kama huyu ndio mzaliwa wa kwanza na baraka zote, afu huyu naona ana mawindo, ndio mwenye kitu. Lakini mwenye kitu alikuwa nani? Yakobo. Na wazazi wengi mpaka sasa hivi wengi mmehamisha, mna tabia kama za Isaka. Mtoto mmoja akiwa anakuletea vitu, upendo wote unahamisha kwake, wengine wote unaona kama hamna kitu. Hata wakizungumza wasikilize, amezungumza mwenye hela, amezungumza aliyekuletea kitu. Lakini kumbe kuna kusudi kwa huyu asiye na kitu kwa sasa. Mungu ana kusudi naye. Sasa mama akawa mjanja, yeye akawa na mwenye kusudi la nani? La Mungu. Wewe mtoto wako unajua na kusudi gani? Huyu aliambiwa atakia tumboni, mdogo atamtumikia nani? Mkubwa atamtumikia nani? Mdogo. Kwa unaweza kuona bidii yote ambayo ilifanyika ya nani? Ya Rebeka ni kuhakikisha kusudi la mdogo linatimia. Lakini Isaka naye anahakikisha kusudi la mkubwa linatimia, lakini kusudi la Mungu linasimama. Sasa unaona hapa kama Isaka hapa sasa anasimama kama sehemu, yeye ndiye anaachilia baraka, lakini anasimama kama anataka kupindisha kusudi la Mungu. Lakini yeye aliyejua kusudi la Mungu, Rebeka anahakikisha hapana, la Mungu ndio litasimama. Sasa
Sasa hata wewe usipokuwa na kusudi la Mungu, usipojua mtoto wako amebeba nini, hautasimama naye. Na kuna vitu vinakuja katika hali ya ugumu, vitu havijiendei. Kuna vingine unaona nasema hapana, hiki hata kimefikia hapa na kipangua, kwa sababu si kusudi la Mungu. Rebeka aliona sehemu ilipofikia hii kitu, akasema hapana, sio Esau, ninamjua, anayetakiwa kubarikiwa ni nani? Yakobo. Kwa lazima kusudi la Mungu litimie, tutalilinda na kuongoza. Unaona alivyomuongoza mwanae. Hebu soma katika kile kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa kwanza mpaka 14. Mwanzo 27. Mwanzo 27. Kwa hiyo naomba mzazi uwe na masikio ya rohoni juu ya watoto wako, uwe macho ya rohoni na moyo wako uweze kutambua watoto wako wamebeba nini. Lakini hauyapati haya mpaka uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Unaweza kuona jinsi gani Rebeka alienda kumuuliza Bwana. Wewe ukiwa na shida unaenda kumuuliza nani? Unapata majibu. Changamoto yote unaipata imebeba kusudi. Kumbe Mungu alivuruga tumbo ili amwambie. Wasingeweza kupigana tumboni, Rebeka asingejua nani anatakiwa kubarikiwa. Lakini Mungu aliachia mahangaiko ili atafutwe. Kwa wakati mwingine Mungu anaachia mahangaiko katika biashara unaifanya, katika kazi unaifanya, katika mambo unayofanya, ili urudi kuuliza, akueleze kuna kitu hata kutenda kwenye maisha yako. Usimameni. Isaka anambariki Yakobo katika Mwanzo 27 mstari wa kwanza mpaka 14. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanae mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamwita, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwako. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendayo. Alikuwa anampenda sana huyo jamaa kwa sababu hivi vyakula. Ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Kwa Isaka anampenda sana Esau, na kusudi la kumbariki liko kwa Esau, si kwa Yakobo. Na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Unaona, hawa watu anambariki mbele ya nani? Ya Bwana. Kwa hata baraka tunazoziachilia lazima kwanza zimetoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo mzazi wako atakubariki kwa baraka za nani? Za Bwana. Sasa ni Bwana gani? Hatujui. Kama Bwana ni mizimu, atakubariki kwa mizimu. Kama amekutemea mate, atakutemea mate ya mizimu. Tunaelewana? Mwanangu tu ubarikiwe, anakutemea mate ya mizimu. Kumbe amekukabidhi kwa Bwana wake. Kwa hiyo hawezi kubariki kwa Mungu kama yeye hauko kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tuungane na Mungu, tuachilie baraka za nani? Za Mungu watoto wetu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Mstari wa 8. Enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendaye. Rebeka anaingilia kati ili kuhakikisha kusudi la Mungu linasimama kwa mtoto wake Yakobo, maana alikusudia mkubwa atamtumikia mdogo, na alisikia sauti hiyo yeye, lakini alisikia sauti ambayo baba yake sasa au mume wake anataka kumbariki Esau. Kisha utampelekea baba yako, apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Kwa unaona Yakobo anajaribu kueleza, lakini mama anasimama. Mama yake akamwambia, laana yako na iwe juu yangu. Yaani maamuzi magumu sana. Yaani mama anajihakikishia kwamba ili aliwezi kugundulika. Na anajua kabisa ikitokea kuna kuja laana, lakini sasa laana ikiwa kwa mama inamkwepaje mtoto? Mimi hapo ndio sikuelewa vizuri. Laana yako na iwe kwangu ili lakini siwe kwako. Kwa yaani mama amekusudia kabisa. Ina maana manake hapa mama akicheza
Esau anabarikiwa, si ndio? Na anayetakiwa kutoa baraka ni, kumbuka, huyu anazitoa baraka kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Ile kusudi la Mungu linataka kupindishwa. Sasa wewe kwako ni mara ngapi limepindishwa? Hivyo ulivyo ndivyo Mungu alikusudia uwe. Sasa kuna watu mmepindishiwa mambo yenu na mizimu. Hamkuweka hata bidii kukataa. Hamjaweka bidii kuweza kukataa kusudi la Mungu lisihamishwe. Unateseka hivyo ulivyo kwa sababu sivyo ulivyokusudiwa. Unaishi maisha ambayo si Mungu aliyokusudia. Sasa naona nataka tena watoto wako waishi maisha ambayo hawakukusudia, kwa sababu wewe mahusiano yako na Bwana hayako vizuri. Watoto wako wanategemea kubarikiwa kutoka kwako na kusudi la Mungu litimie. Mama yake akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu. Usikie sauti yangu tu. Usikie sauti yangu tu. Enenda ukaniletee wanambuzi. Sasa maneno haya lazima una hakika kwamba una mahusiano mazuri na Mungu. Anaposema uisikie sauti yangu tu, huyu mtu ana uhakika kabisa kwamba kusudi la Mungu ni wewe. Kwa hiyo anaposema usikie sauti yangu tu, usisikie babako ya nani, wala usisikilize moyo wako. Kusudi la Mungu kubariki nalijua mimi. Manake kuna kipindi unajua maisha kabisa, njia sahihi ni ipi mwanao, unaisimamia, unambia hapana, nisikilize mimi tu, kwa sababu kuna kitu Mungu ameongea na wewe. Sasa kuna watu wengine hata watoto wenu hamjui Mungu ameongea nini, hamjui kabisa. Mambo yanajiendea tu, amechagua mwenyewe. Amechagua mwenyewe. Hapa Rebeka angemwambia Yakobo achague mwenyewe, yani asingeruhusu kabisa afanye mchezo huu, kwamba inawezekana nikalaaniwa. Lakini Rebeka anasema hapana, nitasimamia hili. Wewe mtoto, nisikilize mimi tu. Laana ya hiyo iwe kwako, si kwako. Nenda tu, nisikilize mimi tu. Akaenda. Mimi najua jinsi ya kumtengeneza babako chakula, na haya yote uliyosema nitafanya. Akaenda, akawatoa, akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyependa babaye. Bwana apewe sifa sana. Sikutaka kuendelea zaidi sana, lakini ukiangalia hapa mpaka ilifikia kipindi sasa aliyebarikiwa ni nani? Ni Yakobo. Mama akaandaa mapema kabla Esau hajarudi kutoka mawindoni. Mama alishaandaa chakula kama vile vile. Tena kwa mbuzi wake. Mbuzi sio alikuwa Yakobo, sio mawindo. Huyu kaenda polini, huyu kachukua nyumbani. Alafu kikapikwa vile vile. Wewe unaweza kupika vile vile? Mama Kevin, unaweza kupika vile vile kama ambavyo baraka zinahitaji. Maana yake misimamo yako, kusudi lako, jinsi unavyoshauri liendane na kusudi la nani? La Mungu, si kwa mapenzi ya nani? Ya kwako. Upike kama Esau anavyopika. Maana unataka kubadilisha nini? Asiwe Esau au Yakobo. Na Esau asije akabadilisha ile baraka ambayo Mungu alikusudia tangia ukiwa tumboni likaenda kwake. Kwa hiyo lazima ulihamishe. Lazima usimame, ukishajua kusudi la Mungu simama, usiruhusu Mungu kubadilisha mwanao. Na tunaona Esau baada ya kumaliza mama yake baada ya kumaliza kupika, anampa, akampelekea na akampapasa. Sauti nasikia ni ya Yakobo, lakini hebu nikushike ashire kweli manyoya ni ya mwili, naona ni wa nani? Ni wa Esau. Akaamua tu ambariki. Kumbuka haoni, Mungu ana kusudi lake sana. Sasa fikiria Esau, yani Isaka ndizaika anaona. Kuna kitu kimekusudia katika maisha yako. Kuna mazingira yanatengenezwa ili timie. Amen. Hata ikibidi mtu kuwa kipofu. Kwa sababu ilibidi Isaka awe kipofu ili litimie. Angeona, si angemuona wewe. Wewe si Yakobo wewe. Lakini akaweka wewe nini? Alipozeka muda wa kufa ulipofika, Mungu akasema wewe lazima usione. Lazima usione. Nataka kubadilisha mambo. Kuna vitu vitapigwa upofu ili wewe upite. Amen. Yaani kuna kipindi ili wewe upite, vitu vinapigwa upofu. Amen. Kuna kipindi ili uzao wako upite, vitu lazima vipigwe upofu. Amen. Ukimwamini Mungu anaweza, ndio maana nakwambia Mungu alikwambia nitatimiza siku zako. Maana yake ni pamoja na vitu kupigwa upofu. Nikisema utazaa, maana yake kuna vitu ambavyo yani vinaweza vikazuia usizae vizuri, hata kama unamwogopa mtu anampiga upofu. Amen. Atakuzalisha afu haja kuona. Hamuelewi? Yani unashangaa yani amekuzalisha, lakini ukimuuliza nilikuwa anasema hata sijui, sijakuona, lakini ndiye aliyekuzalisha. Alipigwa nini? Pofu. Isaka aliachilia baraka kwa Yakobo, lakini hakumuona.
vitu vinaweza kuachiliwa kwenye maisha yako. Mkono wa Mungu unakuja hivi, unakugusa, unakukusanya, unakuleta kwa uwezo kukuza. Usicheze na kusudi la Mungu. Unaweza kuangalia hali ilivyokuwa. Rebeka angeweza kukata tamaa. Wewe una uwezo wa kumpambania mwanao kama Rebeka. Una uwezo wa kumpambania mwanao kama Rebeka. Kwamba kuna tabia unazoona zishamkamata za kutosha. Ukasema hapana. Ukasema na Mungu, ukapiga hiyo tabia upofu. Kuna kitu kinamsumbua mwanao, ukasema hiki lazima kiwe kipofu. Hiki kisipokuwa kipofu, mwanangu atabarikiwa. Unaweza kupiga vitu upofu. Kuna kama mwanaume anamsumbua binti yako, hebu kapige upofu. Kapige upofu. Kakimuona kaona kama ana magalio manne. Sika naangalia kwa tamaa. Si ndio? Kakimuona hakaoni tamaa, si ndio? Limiti gani hili? Kumbe umepiga nini? Upofu. Kwani ukuona wale waliokwenda kwa nani? Kwa Rutu, Sodoma na Gomora, si ndio? Malaika waliwapiga tu upofu, wakaenda kwa kupapasa. Wale waasherati mashoga wale, wanawatafuta malaika, malaika wakawapiga upofu. Mtoto wako akifunikwa na nguvu ya malaika, kila roho za giza zinamfuatilia, zinataka kubadilisha kusudi, zitapigwa upofu. Alafu kusudi la Mungu litapita. Watashangaa amepitaje huyu? Mbona nilikuwa namuona? Mbona mimi nilikuwa namfuatilia na nilikuwa naelekea kunikubali? Mwambie Mungu ana kusudi lake. Mungu ana nini? Yes. Kuna watu mlikaribia kukubali vitu vya ajabu ajabu hapa. Mlienda papa kweli mkono ukaanza kama kumpenda baadaye hamna. Akapiga upofu moyo. Mbona sijisikia amani? Mbona sijisikii tena kumpenda? Sema Isaka amepigwa upofu. Isaka amepigwa nini? Upofu. Kuna kusudi lako, lazima lifanyaje? Litimie. Lazima watu wapigwe upofu. Lazima vitu vipigwe upofu. Lakini lazima mahusiano yako na Mungu yawe hivi. Hata ruhusu utasa, hata ruhusu mimba yako iharibike. Mimba kuharibika ni kusudi la maisha yako. Kwamba unaenda nalo afu linamung'unyikia. Umekuwa binti mzuri, umemheshimu Mungu, unasubiri kuolewa, alafu unakuja kuharibikia hapo katikati. Unaolewa tu na jitu. Hiyo ni mimba kuharibika. Sema mimba yangu haitaharibika. Sema haitaharibika. Kusudi langu halitaharibika. Nitasimama kama Rebeka. Nitasimama kama Rebeka. Bwana nisaidie. Nisaidie Isaka awe kipofu. Mimi peke yangu nione, ili mwanangu abarikiwe. Kwa jina la Yesu Kristo. Unapindisha akina Isaka wanaohusu, wenye mamlaka, wanaohusika kuachilia uharibifu wa vipofu. Inaonekana wana mamlaka, wana nyakati. Kuna kipindi leo hata kwenye interview piga watu upofu mioyo yao, akili zao. Yaani unapoongea wanaona kama unaongea vizuri sana. Kumbe hata hujui kujieleza. Huyu kuna kitu nakiona, ana kitu. Mchukue huyo. Kuna nini? Isaka kapigwa nini? Upofu. Anaona ninamtaka Isaka. Sauti naisikia ni ya Yakobo. Lakini kuna viashiria vya Isaka. Isaka ndani yake ninabariki. Wakati Isaka anakuja, tayari Yakobo ashachukua kazi. Kuna jinsi unaweza kumficha mtoto wako kwenye neema za Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwatetea watoto wako. Unaweza kuombea watoto wako. Mzazi, mheshimu Mungu. Baba, mheshimu Mungu. Muombeni Mungu juu ya watoto wenu. Afunue kusudi la watoto wenu. Msiyumbishwe. Inawezekana mtoto wako ni mcheza mpira, ni mkimbiaji, ni mchoraji, ni designer mzuri sana. Kipaji hicho kinaweza kikaua. Unakifahamu? Unaweza kumpeleka kwenye mambo mengine. Ukawa tu kama vile Isaka, anaangalia huyu anawinda, huyu anawinda, huyu ananipa nakula vizuri, basi huyu abarikiwe. Hapana. Kuna vitu vinaweza kuonekana kwa mtoto wako ni vizuri, lakini ana kipaji ambacho Mungu amekusudia ndio kitakachofanya kazi katika maisha yake. Mwambie Mungu, hichi kipaji naomba kiinuke. Kipaji. Sawa? Inawezekana ni MC, mwanao ni MC mzuri sana. Lakini umekazana tu soma udaktari, soma udaktari. Sasa udaktari na MC. Aache kutibu, hata aje kuongea. Asome kitu kinachohusiana na MC. Si ndio? Watu wengine Mungu amekusudia mwashonaji, wazuri sana. Lakini mtu tu, mimi lazima niwe rubani. Utaenda kushona nguo za marubani. Ukijua kipaji ambacho Mungu ameweka ndani yako, afu kilee. Nini? Kipaji. Bwana apewe sifa sana. Amen. Mtoto wako huenda ni mwinjilisti, huenda ni mwalimu, huenda ni mchungaji. Hebu angalia kuna nini kiko ndani yake.
na Mungu atakusemesha. Halafu mlee katika njia hiyo, hakikisha anifikia. Bwana asifiwe sana. Lakini kipaji cha kwanza, vitu vya kwanza ambavyo kila mtoto wetu wa kiume na wa kike wafikie, lazima apite kwenye lango la kuona. Sawa eh? Hili lango likikosewa, hili swala la kuzaa, kuongezeka, utasa na ugumba halipo. Hili linafanyika kwenye ibada ya Mungu. Ukipita kwenye lango jingine, umepita kwenye miungu. Watoto wetu, natamani hao watoto wa kike tunaona sasa hivi waolewe wakiwa mabikira, inawezekana. Amen. Watoto wa kiume tunaona hapa na wenyewe waoe wakiwa mabikira, inawezekana. Agano kuu la Mungu litafanyika kwenye maisha yao, watafanikiwa sana, kwa sababu Mungu anabariki kwenye ndoa, kwenye familia. Msiharibu agano hilo. Hebu linda watoto wako, usijifanye mimi katoto kangu ni ka kiume bana. Kalijali. Wewe kaambia kalijali, kanaharibu agano la Mungu, katateseka, kanaharibu kuzaa, kanakusanya utasa na ugumba. Na kanaharibu utimilifu wa siku zake. Katafikia kipindi kanafanya vitu havifanikiwi kwa sababu kalizoea kufanya maagano ya uzinzi na uasherati, kitu ambacho Mungu amekataa. Kaa kwenye agano la nini? La ibada ya Mungu. Mabinti hawa tunaoona, vitoto vidogo hivi, tuvilee katika kusudi la Mungu. Walee katika, wafundishe. Zungumza nao maana ya ubikira. Zungumza nao faida ya ubikira. Zungumza na mtoto wa kiume faida ya kutotembea na wanawake ovyo. Wafundishe agano la Mungu na utakatifu wake. Walinde ili walilinde wanapofika kwenye ndoa takatifu. Mungu anapowabarikia, ile Mwanzo 26-21, zaeni mkaongezeke, mkaitiisha nchi, mkamiliki na kutawala, likasimame katikati yao, kwa sababu wamelinda, hakuabudu miungu mingine, na hakutakuwepo na utasa wala ugumba wala mwenye kuharibu mimba kwenye maisha yao. Watafanikiwa. Husika na mtoto wako. Shauri mtoto wako, sio kumkemea tu, mfundishe. Kwa nini unamzuia uzinzi? Kwa nini unamzuia uasherati? Mfundishe, msaidie, mwongoze, mhamishe kwenye mazingira yanayomletea uharibifu. Acha kufuga uharibifu huko ukijisifu. Acha mila, acha tamaduni, acha. Mungu anasema utakatifu na ndoa takatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wananielewa. Hata sisi kama tuliharibu, lakini naomba tutengeneze kizazi ambacho hakitaharibu. Kizazi ambacho hakitaharibu. Hebu simama kwa miguu yako. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante Bwana Yesu. Ninakushukuru Bwana Yesu. Asante kwa neno hili. Asante kwa neno hili. Ninaombea watoto wangu.